Naam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media, karibu sana. Kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Nimeona kuhusiana na ile video ambayo ikimuonyesha Wema Sepetu akiwa hospitalini, nimependa walichokifanya, na hasa tukiona mastaa ambao waliojitokeza pale kwenye hospitali kwa ajili ya kwenda kumshuhudia mtoto. Ni video ambayo imeweza kuwafurahisha watu wengi sana. Sasa kitu ambacho nilichokipenda katika hayo yote ni kuhusiana na kiwango cha pesa ambacho Wema Sepetu ameweza kutunzwa katika ile, naweza kusema kwamba ni siku ya kwanza ambapo tumeona watu waliweza kuruhusiwa kwenda kumcheki mama mzaa chema Wema Sepetu. Inasemekana kwamba kwa makadirio ya haraka aliweza kupewa kiasi cha shilingi milioni 100 cash taslim. Hizi ni pesa ambazo alipewa mkononi ambazo ni kama zawadi, kwa sababu nikiangalia hata katika video mbalimbali ambazo nimeweza kuziona kupitia mitandao ya kijamii zikionyesha baadhi ya mastaa ambao wameguswa na ile tukio la Wema, akiwemo Juma Lokole ambaye aliweza kujitokeza na kuweza kumpatia kiasi cha shilingi pesa taslimu nadhani kama 100,000, lakini yeye mwenyewe Juma Lokole amezungumza kwamba Wema ameweza kupewa kiasi cha shilingi zaidi ya milioni 1. Sasa kitu ambacho nimekipenda kingine ni kwamba Wema Sepetu kwa sasa hivi naweza kusema kwamba ndio habari ya mjini, kwa sababu watu wengi wanatamani kupata taarifa zake kuhusiana na mambo yote ambayo yanatokea mjini. Lakini kingine ni kwamba umetokea sintofahamu za hapa na pale, ambapo inaelezwa kwamba ile mimba ambayo alibeba Wema Sepetu wengi wameweza kuitolea kasoro nyingi sana, na ndio kitu ambacho kimenifanya nifike hapa kufahamu ni kitu gani ambacho wamekizungumza. Cha kwanza kabisa, wanatoa sababu kuhusiana na ule mstari wa katikati ambao unatokea ambapo unampata mjamzito, na mstari huo waga unatokea katikati ya tumbo. Sasa ndio wengi wanavyojua hivyo, lakini kingine ni kwamba wamezungumza kwamba wakati Manunu anafariki wakati anafariki Wema hakuwa mjamzito. Yani watu wanaanza connect dot kwamba wakati Manunu anafariki Wema Sepetu hakuwa mjamzito. Sasa najaribu kuconnect dot hapo, nadhani utakuja kuelewa baadaye. Sasa manake tangu afariki Manunu kama miezi miwili au mwezi mmoja uliopita kama sikosei, ni kwamba alipofariki Manunu ndo baadaye sasa ndo tukaona hizi taarifa kuhusiana na kwamba amejifungua mtoto wa kiume. Lakini sasa kitu ambacho nimekuja kugundua ni kwamba Wema hakutaka watu wengine wote kwa hiyo ni kwamba kutokana na mazingira yote ambayo yameweza kutokea, kwa mimi ninavyoona binafsi ni kwamba huu ni wakati wa Wema Sepetu kushine, kwa sababu ukiangalia ni kwa miaka mingi sana amepambana kwa ajili ya kuweza kupata hii baraka ambayo ameweza kuipambania kwa miaka mingi sana. Lakini pia naona kuna daktari ambaye kwa namna moja ama nyingine alijitokeza na kusema kwamba Wema Sepetu kwa namna moja ama nyingine ile mimba sio feki, na pia yani hiyo mimba ni feki kwa sababu yeye aliwahi kumtibu na amegundua kabisa kwamba uwezo wa kuzaa Wema Sepetu ni mdogo sana. Lakini nikaiposti habari hapa. Nashukuru kwa watu ambao wameweza kuitazama ile video, lakini pia tunaona katika hiyo video nimepata maoni ya watu wengi sana wakikashifu video hiyo na kusema kwamba huyu daktari ni muongo, kwa sababu kitu kama hicho hakiwezi kutokea, kwamba Wema Sepetu adanganye ujauzito, mara adanganye hiki mara kile. Lakini pia sio daktari tu, mpaka amejitokeza mwanadada mwingine ambaye anasema kwamba alipotelewa mtoto na kwa namna moja ama nyingine ule mtoto pengine atakuwa labda ameibiwa. Lakini pia nimepata taarifa kuhusiana na issue ya Mange Kimambi akisema kwamba ile mtoto ni fake na vitu kama hivyo. Wema Sepetu alisafirishwa mpaka nje ya nchi, na baada ya kusafirishwa nje ya nchi tunaona ni pesa za Watanzania. Basi hayo yote yaliweza kutokea katika mitandao ya kijamii. Lakini swali, je, kwa nini wakati huu Wema hawezi kutudanganya? Nikiangalia katika mzani ambao naona mimi, naona kabisa kwamba
Wema Sepetu hawezi kudanganya Watanzania kuhusiana na hichi ambacho kinatokea, kwa sababu mambo yanavyozidi kuendelea ni kwamba hii issue imekuja kuzima trendi zote za mitandao ya kijamii. Yani trendi zote za mitandao ya kijamii ziko kimya kwa sababu. Kwa hiyo hayo matukio yametokea kipindi kifupi sana, lakini pia tunaona kulikuwa kuna story ambazo zilikuwa zinaendelea kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na Juma Lokole. Kulikuwa kuna issue ya Diva pamoja na Wasafi imezimwa, lakini pia tunaona kuna ile interview kuhusiana na Harmonize pamoja na Alikiba, zote zimezimwa. Yani kimsingi ni kwamba Wema Sepetu ameisimamisha Instagram yote, lakini kubwa kuliko ni kwamba watu wanataka kuona kuhusiana na zile video ama picha alivyokuwa hospitali na vitu kama hivyo ama hapo kabla. Lakini watu wengi wanasema kwamba katika posti zote ambazo zimeposti kwenye mitandao ya kijamii ni kwamba hatukuwahi kuona akijiposti kama wasanii wengine ambao wamekuwa wakifanya photoshooting na kuonyesha matumbo yao. Ni kitu ambacho watu wengi sana walikuwa wanatamani sana kuona kwa Wema Sepetu akipiga picha za namna hiyo, lakini ni kwamba kwa upande mwingine, upande wa familia Wema Sepetu na marafiki wanasema kwamba this time wameona kabisa kwamba unapojiposti ama Wema kijiposti inatokea changamoto, na changamoto hiyo inatokana na watu kutumia platform hiyo kwa ajili ya kumfanya kitu kibaya, pengine labda mambo ya kishirikina, labda pengine angeweza kujiposti ingeweza kuleta changamoto zaidi. Kwa hiyo ameamua kufanya mambo yake kimya kimya ili kitu kiweze kufanikiwa, kwa sababu kiu kubwa ya Wema Sepetu ilikuwa ni mtoto. Sasa nikiangalia katika mastaa ambao walibahatika kupata watoto, nadhani huyu mtoto ametabiriwa vitu vikubwa sana, na nashukuru sana kwa watu ambao wamempa support kubwa sana Wema, ambapo wanasema kwamba huyu mtoto atakuwa ni mtoto superstar kuliko watoto wote, kwa sababu the way alipokuwa na mjali Manunu na jinsi ambavyo mapenzi yanaonyesha kwa Manunu, lakini pia kwa watoto wengine, inaonyesha wazi kabisa kwamba Wema Sepetu mtoto wake atampenda kwa mapenzi ambayo haijawahi kuonekana hata siku moja. Lakini pia ni kwamba mtoto wake shamfungulia page ya Instagram, anaenda kwa jina la Oli, ambapo page hiyo bado inazidi kukua kwa speed. Kwa sasa hivi inakimbilia followers 100,000 kwenye upande wa Instagram, lakini bado hawajai promote sana hiyo page, ni kama page nyingine tu, lakini kwa speed hii, manake the way jinsi ambavyo wataamua kupromote jambo lao, basi hiyo page inaweza kufikisha followers wengi sana katika upande wa Instagram, kwa sababu tunaona kwa followers walionao kwa muda huu tangu azaliwe mpaka sasa hivi ni followers wengi sana, na amevunja rekodi kupitia mtandao wa Instagram. Dondosha maoni yako, hakikisha una subscribe, share, like na comment.